Nchini Tanzania tunao waigizaji wengi sana ambao wanafanya vizuri, lakini unapokuja swala la kusema the great, yani Stephen Charles Kanumba, hivi sasa tuna takriban miaka 14 baada ya kifo chake. Swali linakuja ni kwa nini the great hawezi kusaulika? Hapa sekta ya filamu nchini Tanzania, nikimaanisha Bongo Movie, imepitia hatua nyingi sana, lakini kuna jina moja ambalo likitajwa kila mtu anasimama na kuvua kofia. Ni jina la mkali na mwamba wa Bongo Movie filamu nchini Tanzania leo kuwepo Stephen Charles Kanumba maarufu kama Kanumba the Great. Mnamo Aprili 7 mwaka 2012, Tanzania iligubikwa na simanzi nzito kufuatia kifo chake cha ghafla akiwa na umri wa miaka 28 tu. Leo ni miaka 14 baadaye, hakuna mwigizaji aliyeweza kuziba pengo lake kikamilifu. Je, tujiulize leo hii ni kitu gani kilimfanya Kanumba kuwa wa kipekee na asiyesahaulika? Fuatana na mimi. Jambo la kwanza ni mtu aliyeona mbali zaidi ya mipaka Tanzania. Wakati waigizaji wengi wa zamani waliporidhika na soko la ndani, yani ikizungumza Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine, Kanumba alikuwa na ndoto za kuifikisha Bongo Movie kwenye ramani ya dunia. Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuleta mapinduzi ya kibiashara kwa kufanya kazi na waigizaji wakubwa kutoka Nigeria, izungumzia na Nollywood kama vile Ramsey na Mercy Johnson. Katika filamu kama vile Moses na Red Valentine alituonyesha kuwa lugha ya Kiswahili sio kikwazo cha kufika Nollywood. Lakini pia jambo la pili ni star maker, yani nikizungumzia kiwanda cha kuzalisha vipaji na mastaa. Moja ya sifa kubwa ya kiongozi ni kutengeneza viongozi wengine. Kanumba hakutaka kung'aa peke yake. Kupitia kampuni yake ya Kanumba the Great Films aligundua, akalea na kuandaa watoto na vijana wengi ambao leo ni mastaa wakubwa nchini. Mifano ya wazi kabisa ni Elizabeth Michael, wengi wamemzoea kimuita Lulu, aliyekuwa chini ya mikono yake ya kisanaa. Patrick Kanumba, huyu tunamfahamu tunamuita Patrick, aliyeng'aa sana akiwa mtoto katika filamu ya Uncle JJ. Jacqueline Wolper, Shamsa Ford na wengine wengi ambao walipata majukwaa makubwa kupitia yeye. Jambo la tatu ni jasho, damu na ubunifu, ikimaanisha ufanyaji kazi usio wa kawaida. Kanumba hakuwa mwigizaji tu, alikuwa mwandishi wa hadithi, mwongozaji, yani kizungumzia director na mtayarishaji producer. Alijua soko linataka nini na alikuwa tayari kuwekeza nguvu na pesa zake zote ili kupata kazi yenye ubora. Kazi zake kama vile Datu Lagos, She's My Sister, Oprah, Ngoswe zilionyesha uwezo wake mkubwa wa kubadilisha na kuingia kwenye uhusika wote, kuanzia uhusika wa kijijini hadi kisasa. Jambo la nne ni urithi wake, yani kizungumzia legacy. Kifo cha Kanumba kilitufundisha somo moja kubwa: ishi maisha yako kwa namna ambayo ukiondoka jina lako litaendelea kuishi. Kila ifikapo Aprili 7, Tanzania wengi bado wanajumuika kumkumbuka. Tamthilia za filamu zake bado zinatazamwa sana kwenye mitandao kama YouTube na runinga mbalimbali kwa sababu zilikuwa na mafundisho, maadili na burudani ya kweli. Na yeye hakuwa tu mwigizaji, alikuwa alama ya uthubutu, icon of ambition. Alithubutu kuwa kijana wa kawaida kabisa aliyetokea Shinyanga anaweza kuja Dar es Salaam na kutikisa Afrika nzima kwa kutumia kipaji chake tu. Pumzika kwa amani, Kanumba the Great. Sanaa ya Tanzania itaendelea kukuheshimu daima. Je, wewe ni lipi uliokuwa nalo la kusema kuhusiana na mwamba huyu Kanumba the Great?